Champion 2026 Hussein Masalanga. Oya. Buffoni. Kama kawaida. Walida. Hongera mwanangu. Asante sana. Tulali leo. Tulali tunaaje sasa. Hongereni sana. Asante sana. Bwana, share na sisi kidogo moment ya ilivyokuwa hapa uwanjani. Unasikia filimbi ya mwisho, mnakuwa rasmi mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Sio kwanza jambo dogo. Toka tumeanza mpaka hapa tulipofikia. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini yote kwa yote tuna furaha kwa kweli. Uongo zambi, kwa sababu sisi wengine ni mara ya kwanza tunachukua NBC. Tunakuwa kwenye timu ambayo imebeba ubingwa. Kwa hiyo ni jambo la furaha sana. Sio kwetu, hadi kwa familia zetu ambazo tumeziacha nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu hivyo. Licha ya kuwa mara ya kwanza kubeba, lakini kuwa miongoni mwa timu ambayo imebeba kwa maana Young Africans. Nini hapo unaweza kutuambia? Ni timu ambayo wamejipanga kuanzia kwenye uongozi, katika wachezaji na technical staff kama unavyoona. Wamejipanga kwa kweli. Sio jambo dogo hilo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana unaona mpaka leo watu wananyoa ubingwa. Watu wamejipanga, watu wanatoa hela zao, watu wamewekeza hela zao, watu wana focus na kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ndio maana umeona leo mpaka leo mwisho wa siku yale matunda ambayo walikuwa wameyaweka ndio leo yanatoa majibu. Unasema huwezi kupanda jio uvune mchicha. Hakika. Ni matunda yenu. Ni matunda yetu. Huu msimu ulikuwaje? Kwa sababu kulikuwa kuna zile panda shuka, lakini mwisho wa siku mnakuwa mabingwa. Msimu ulikuwa mgumu kwa kweli. Ukija kuangalia tumepoteza mechi ambazo hakuna mtu aliyekuwa anategemea. Yaani msimu ambao kila mmoja alikuwa amejipanga kwa uwezo wake. Kwa wale walioshuka walikuwa wamejipanga, lakini wamekuta timu ambao zimejipanga zaidi yao, basi wamepata matokeo hayo ndio wameshuka. Lakini yote kwa yote msimu ulikuwa mgumu sana. Na msimu ulikuwa mgumu hapo na maneno. Kwa hiyo msimu ulikuwa mgumu na una maneno. Mlikuwa mnayasikia? Tunasikia kwa sisi binadamu. Sisi tuna simu. Kwa hiyo tunayasikia. Kwa lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa kwanza kugusa hii na kuvaa leo nani? Hii hapa nimegusa mimi, agusi mtu mwingine mpaka akaguse mke wangu. Nilikuwa nataka kwa Mrs. Masalanga. Yaani hii naenda kwa Mrs. Masalanga kwa sababu ya support yake alonipa. Nilisema mwanzo siku moja, mpira una mambo mengi sana. Kama utakuwa akili yako umeweka waruwaru, mpira unaweza ukakupoteza. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anaweza kukusimamia na kuweza kufanya ukawa feelings zako ziwe zinawaza mpira, unaweza ukafanya vizuri sana. Lakini nasema familia yangu imekuwa moja ya support kubwa sana kulifikisha mpaka hapa nilipo. Sio jambo dogo. Kuna watu wengine wanapenda wawepo hapa kwenye timu hii, lakini hawajapata nafasi. Bahati iliniangukia mie, lakini wao walikuwa nipa moyo hivyo. Namshukuru Mungu. Sasa tumalizie na neno moja kwa Pacome Zouzoua. Ni hali ambayo inaumiza sana. Mimi nilikuwa juu, lakini machozi yamenitoka kwa sababu ukiacha Pacome, fikiria familia yake. Anategemea nini? Mpira. Na inatokea hali kama ile ya majeruhi kama vile. Ni jambo ambalo tunatakiwa tumuombee Mwenyezi Mungu, na nyie mtuombee, kwa sababu sio matusema tu. Natakiwa mtuombee kweli. Mtuombee serious sana. Mmeona mambo kama hayo. Hamna mtu aliyokuja hapa akasema leo Pacome atavunjika au Pacome ataumia. Amekuja kupambania timu, amekuja kupambania familia yake. Lakini yote kwa yote apata ajira. Namwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kumjalia ili aweze kurudi haraka katika timu. Timu inamhitaji, familia inamhitaji, mashabiki wanamhitaji na wapenzi wote wa mpira wanamhitaji. Asante sana baba. Shukrani.